kwa gharama ya chini. Hujuma hizo. Kuna kashfa nyingine ya shirika la ndege la Tanzania ATCL 2008 mpaka 2010. Mabilioni ya pesa ya hasara kwa shirika. ATCL iliingia mkataba mbovu na South Africa Airways. Pia mikataba ya kukodisha ndege kwa gharama kubwa. Unaona mambo haya. Kashfa ya TTCL na ZTE mwaka 2008 2010, ambapo TTCL iliingia mkataba na kampuni ya Kichina uliokuwa na gharama kubwa na usio na faida kwa taifa. Kiasi cha fedha cha bilioni 70 zilipotea. Kashfa nyingine ni kashfa ya bandari na TICS 2010 mpaka 2015. Mamia ya bilioni yalikuwa yanapotea kila mwaka juu ya rushwa, upotevu wa mapato, mikataba mibovu kati ya TPA na waendeshaji binafsi wa bandari. Kashfa nyingine ni kashfa ya gesi ya Mtwara 2012 mpaka 2013. Rushwa ya mabilioni ya dola yalifanyika kwenye mkataba. Hii ilipelekea maandamano makubwa Mtwara na baadhi ya watu kupoteza maisha. Kashfa nyingine ni kashfa ya Tegeta Escrow 2014, mitambo ya umeme IPTL PA. Fedha zilikuwa katika akaunti ya escrow ya benki kuu, zilichukuliwa na kugawiwa kwa watu binafsi, makampuni na viongozi wa kisiasa. Kuna viongozi hapa waliokuwepo kwenye hii kashfa, kuna Sospita Muhongo na viongozi wengine walihusika. Kashfa NCCF na Kigamboni New City 2012-2014. NCCF iliwekeza katika mradi mikubwa ya ujenzi ikiwemo mradi wa Kigamboni New City bila uwazi na kwa gharama kubwa. Billions of money zilipotea kwenye hii kashfa. Kashfa nyingine ni kashfa ya bandari ambao wengi wenu, bandari ya Bagamoyo ambao wengi wenu mlisikia. Hizo ni kashfa kubwa. Ingawa zipo nyingi, lakini hizi ni baadhi. Hizi ni kubwa ambazo zilikuwa kipindi cha utawala wa Kikwete. Huyo mtu ambaye sasa hivi yupo karibu sasa na Rais Samia. Pia kuna kashfa ndogo za kipindi hicho. Kuna manunuzi ya magari ya mawaziri na viongozi, magari ya kifahari 2006 mpaka 2011. Yaani kuna magari ya kifahari yalinunuliwa ya mawaziri na viongozi kwa wakati huo. Kuna ubadhirifu katika miradi ya maji ya vijijini mwaka 2009 mpaka 2013. Baadhi ya miradi ilipokea fedha nyingi lakini haikukamilika. Hili swala hata Magufuli aliliongelea. Mikopo yenye utata kupitia benki za serikali kama TIB na benki ya kilimo, na baadhi walionufaika walikuwa wana ushawishi kisiasa. Yaani wanasiasa walijinufaisha kupata mikopo kwenye hizo benki. Ufisadi katika mikataba ya ujenzi wa barabara na madaraja. Gharama zilikuwa zikipandishwa kiholela. Kashfa ya manunuzi ya sare za jeshi la polisi. Angela Kiziga alihusika. Sasa hizo ni kashfa ambazo zilikuwa kipindi cha Kikwete. Huyu mtu ambaye yuko sasa hivi yuko na Mama Samia. Yuko karibu naye sana. Nadhani mnaweza mkawa na picha fulani. Sasa basi, kwa baadhi ya watu ambao mlikuwa mmesahau haya na ambao mlikuwa hamjapata akili, hii ndio awamu ambayo Kikwete alikuwa kiongozi. Na kashfa nyingi hapo mtandaoni na kashfa nyingi hapo wana mtandao walihusika kwenye hizo kashfa hizo. Kwa hiyo mnaweza kutafakari wenyewe na kupata majibu kwa hizi kashfa. Tena hizi ni chache, zipo nyingi sana. Kashfa za awamu ya 6 ambazo kipindi cha mama na imani mmezisikia, nyingine mmezishuhudia na mnaziona mpaka wakati huu. Kashfa za mama. Tusifiche mambo. Unajua tukitaka kuponya taifa, mimi kila siku mimi nitakuwa naongea. Tukitaka kuponya taifa, tuongee ukweli. Ukweli unaponya taifa. Hamna kuficha mambo hapa. Nilikula kiapo cha kusema ukweli. Mimi nitasema ukweli hata kama unawaumiza, nitasema ukweli. Kashfa za awamu ya 6 mnazisikia kila siku zinapostiwa. Pole mheshimiwa pole. Tena pole anajitahidi sana kueleza Watanzania. Mimi yani, hebu msikilizeni huyo mtu. Huyo mtu anawasaidia. Msikilizeni.
Ameeleza makashfa nyingi mama mfisadi ya mtoto wa nani, mtoto wa rais. Yaani mtoto wa rais tulitegemea uwe mfano kwa vijana wa Tanzania, kuwa mtu ambaye una tabia nzuri, una mwelekeo mzuri, lakini mtoto wa kiongozi ndio anakuwa mtu mwenye kashfa. Haileti picha nzuri kwa taifa, na ni aibu. Ni aibu kwa mheshimiwa rais mtoto wako kuwa na kashfa. Ni aibu. Aibu sana. Hizo kashfa za awamu ya 6 mnazijua na zimeelezwa na Polepole na wanaharakati wazalendo. Kuna wanaharakati wazalendo sana wa taifa hili. Wanajaribu kuibua mama kwa lengo la kuwafahamisha, kuwafungua macho wananchi, muelewe kwamba mjue nchi yenu inaendea wapi. Wamejitahidi sana hawa wazalendo. Wanatoa taarifa mbalimbali na taarifa hizo nyingi zina ukweli. Nyingi zina ukweli. Kama unaona hata kwenye masuala ya uongozi mambo tu yanaenda ovyo ovyo. Yaani kipindi hiki mambo yanaenda ovyo ovyo. Mambo haeleweki, ni kama nchi haina kiongozi. Lazima tuongee ukweli, hamna kuficha hapa. Rushwa kila sehemu, yani rushwa zimetapakaa. Hivi mradi mdogo kama ule wa mwendo kasi ule. Mwendo kasi kweli ndio kufikia stage hii. Watu wanapita kwa kuingia madirishani. Watu wanajaa mpaka unakaa juu. Ni kweli? Kweli tunalipeleka wapi ili taifa? Kitu kidogo kama mradi ule wa mwendo kasi tunashindwa kumanage. Je, standard gauge hii tutaiweza hii? Na wasiwasi na tunapoelekea sio pazuri. Kweli. Na mimi nitaendelea kuongea ukweli. Nitaendelea kuongea ukweli daima. Kwa hiyo mnataka umjue huyo Kikwete ni mtu aina gani? Ambao mnamtetea baadhi yenu. Nataka mumjue kipindi chake alifanya mambo gani. Hawa watu hawafai kabisa. Hawana uzalendo wala uchungu na Tanzania. Nyie ambao mpo gizani mpaka sasa hivi hamuyaoni haya. Naomba kwa Mungu mpate ufunuo tu muweze kuyaona haya. Ushauri wangu wa 5 kwa CDF. Afande CDF, na kuomba kwa hekima kabisa, watu wafuatao waweze kukamatwa, wapelekwe kwenye vyombo vya sheria juu ya tuhuma zinazowakabili. Watu hao ni huyu mtoto wa Kikwete, mtoto wa Samia Abdul Kikwete mwenyewe, rais mstaafu Rostam Aziz, Angela Kiziga, na huyu mkurugenzi wa usalama wa taifa Mumba. Wakamatwe haraka sana kabla ya kukimbia nchi kujibu tuhuma zinazowakabili. Yaani hili swala tusione haya. Kama tupo upande wa haki, tusione haya kuzungumzia hivi vitu. Hawa watu wakamatwe. Wameharibu sana hili taifa. Hatuwezi kuacha watu wachache wachafue na kuharibu taifa. Haiwezekani. Wakamatwe haraka sana bila kuogopa wala kuonea haya. Hawa watu sio kuacha hata kidogo. Hawawezi kuepuka mkono wa sheria. Sio watu kuacha. Kwa haya yanayoendelea hawezi kuepuka mkono wa sheria. Na hii inaonyesha ndio maana wanalazimisha uchaguzi. Ili wafiche uchafu wao. Inatabidi tulifikirie hili swala. Kwa nini hawa watu wanalazimisha sana uchaguzi? Kuna vitu ambazo wanavificha. Je, na sisi tumekubaliana kuna hivyo vitu wanavyovificha kwamba tumekubaliana kwamba tuviache tu? Tunalipeleka wapi taifa? Na shauri mkuu, hawa kabla kukimbia nchi, wakamatwe haraka sana, waekwe kwenye vyombo vya sheria. Sio watu kuacha hata kidogo. Wanalazimisha uchaguzi. Kuna vitu ambavyo wanavificha hawa. Haiwezekani. Haiwezekani kabisa. Na hakuna uchaguzi wa namna hii. Hakuna uchaguzi. Tukiwaruhusu hawa watu wafanye huu uchaguzi ambao hauna haki wala kibali kwa Mungu, tunaenda kulipoteza taifa. Na tusije kusema kwamba tusije kumlaumiana baadaye. Tusije kulaumiana. Hakuna uchaguzi wa namna hii. Hakuna. Mimi wajibu wangu ni kuwalinda Watanzania. Na kuwalinda Watanzania nitawalinda kwa namna nyingi. Nitawalinda kwa njia ya kuongea, nitawalinda kwa njia ya silaha pale inapobidi. Nipo tayari kwa hilo kwa sababu ndicho kiopo changu.
Na najisikia faraja kuwalinda hao wa Tanzania. Yaani ni faraja kubwa sana. Kubwa sana. Nawapenda sana. Mkuu, nasisitiza tena. Na sio kwamba nakupa amri, nashauri. Hawa watu wakamatwe haraka sana. Hili swala halitopita daima mpaka haki itendeke. Nchi gani tunakubali kusumbuliwa na kikundi cha watu wachache wasioitakia mema nchi? Yaani kikundi cha watu wachache kisichozidi hata 20 kinasumbua watu almost milioni 60. Kweli tunakubali kusumbuliwa na watu na wanajeshi na tukiwemo?